Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia Young Africans. Mchezo wao wa leo dhidi ya Tabora United katika show za ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ukiwa ni mwendelezo mwingine tena mkubwa kabisa wa kile ambacho kinachokwenda kutokea, ambapo nafahamu ya kwamba mchezo wa kwanza Young Africans aliweza kufungwa bao 3-1 na Tabora United pale Azam Complex, ambapo sasa ni mchezo wa marudiano raundi ya pili, ambapo Tabora United yanawaalika Young Africans katika dimba la Ali Hassan Mwinyi kule mkoani Tabora. Hivyo basi mimi nimekusogezea kikosi cha kocha Amdi, kocha mkuu wa klabu ya soka ya Young Africans, ambacho amekitangaza leo kama ifuatavyo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni Young Africans kama ifuatavyo. Bana, mchezo wa leo golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, nafahamu bora wake, namna ambavyo huwa analilinda lango lake na namna ambavyo huwa anaanzisha mashambulizi. Leo hii mwalimu Amdi amemuomba Djigui Diarra hakikisha kwamba nyavu zake hazitikiswi kwa namna yoyote, kwani sasa hivi wapo katika dakika za mwisho ambazo ni za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hivyo basi anahitaji kuondoka na kila alama katika mchezo ambao anakutana nao, yani kimaanisha kwamba anazitaka pointi 3 kwa kila mchezo ambao anacheza kwa sasa. Kwa hiyo Djigui Diarra atakuwepo golini akiweza kusimamia vyema kabisa shughuli yake. Lakini kwa upande hapa nazungumzia si wengine bali tunaingia katika safu ya ulinzi. Safu ya ulinzi inasimamiwa vyema kabisa. Hapa nazungumzia beki namba 2 atakuwepo Israeli Patrick Mwenda. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na nyakati nzuri kweli kweli na kikosi cha Young Africans toka alipoweza kuwasili ndani ya kikosi cha Young Africans. Ameendelea kuweza kuaminika na mwalimu ameweza kumwanzisha leo hii. Jukumu lake ni moja tu, kupandisha mashambulizi na kuweza kurudi kukaa katika nafasi yake kama ilivyo kawaida, shughuli ambayo huwa anaifanya. Lakini kwa upande wa beki namba 3 anasimama Issa Shadrack Boka. Unafahamu shughuli yake, amekuwa ni moja kati ya msaada mkubwa. Kasi, mbio, maarifa anapofika golini ndio kazi kubwa ambayo anakwenda kuweza kuisimamia. Hapa anazungumzia si mwingine bali ni hapa. Kwa hiyo beki namba 3 atasimama Issa Shadrack Boka. Lakini kwa upande hapo anazungumziwa beki namba 4 atakuwepo Dickson Job. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na maarifa makubwa kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Ameendelea kuwa msaada mkubwa katika eneo la katikati. Mwalimu ameendelea kuweza kumwamini na kuweza kumwanzisha katika mchezo huu. Ni vema na kumuona Dickson Job akiendelea kuweza kupata nafasi, kwani ni moja kati ya mabeki wazawa ambao wanaiwakilisha timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo kwa upande wa beki namba 5 atasimama Ibrahim Habani Baka. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na nyakati nzuri na yeye pia kwenye kikosi cha Young Africans. Mwalimu ameendelea kuweza kumwamini na kuweza mpa nafasi ya kuweza kucheza kwenye kikosi cha Young Africans. Kumbuka ya kwamba ametoka kwenye majukumu ya timu ya taifa, lakini mwalimu ameweza kuanzisha na kuweza kumpa nafasi ya kutosha kabisa leo hii kwenda kuonyesha kazi yake mbele ya Tabora United, ambao wanaonekana kutamba kweli kweli kwa mara nyingine tena, wakiwa na jinadi kwamba wanakwenda kumfunga Young Africans. Lakini kwa upande wa viungo namba 6 anasimama si mwingine bali ni Alidi Aucho. Unafahamu kazi yake vyema
neema kabisa. Shughuli utakwenda kushuhudia itakapokuwa kubwa katika eneo la katikati ambako utakuwa na upinzani mkubwa kwa sababu Tabora United watataka kupitia hapo hapo. Hivyo basi leo hii kazi itakuwa ni kubwa kweli kweli katika eneo hilo. Lakini kwa upande wa namba 7 atakuwepo Maxim pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya mafundi kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ameweza kupewa nafasi leo hii ya kuhakikisha kwamba wanaondoka na pointi 3 kama Young Africans, kazi kubwa ambao huwa wanaifanya siku zote. Kwa hiyo ni jambo la neema kabisa leo hii kuanza kwa Maxim pia Nzingeli kuhakikisha kwamba upande wa kulia unakuwa huko vizuri kabisa kwenye kupeleka mashambulizi. Lakini kwa upande wa namba 8 unakutana na Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa wachezaji ambao wenye kasi, wenye maarifa, wanaweza kutengeneza nafasi, wanaweza kupiga mashuti ya mbali. Kazi kuu ambao huwa anaifanya Duke Abuya leo hii utakwenda ukiona itakavyoweza kupigwa pale Al Hassan Mwinyi Tabora katika kuzitafuta alama 3 kwa upande wa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans katika mwendelezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Lakini kwa upande wa namba 9 sasa hapa yupo muuaji wa kimya kimya, wenyewe wanapenda kumuita silent killer, si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota wakubwa kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, akitafuta kiatu cha ufungaji, namna ambavyo amekuwa akiziendea nyakati zake, ukiwa nafahamu kwamba sasa na magoli 9 ambayo yuko nayo. Amezidiwa bao moja tu na Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia namna gani ambavyo atakapoweza kwenda kuhakikisha kwamba wanapata ushindi wa kutosha kabisa. Lakini kwa upande wa namba hapa nazungumzia namba 10 kwa siku ya leo anaanza Cletus Chora Chama, mwamba wa Lusaka. Maneno yalikuwa ni mengi kweli kweli juu ya Cletus Chora Chama hivi karibuni kukosekana kwenye kikosi cha Young Africans, akaanza kuhusishwa na kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Maneno yakawa ni mengi kwa Chama amesusa kwenye kikosi cha Young Africans, na ndio maana hayupo kwa sasa. Lakini Chama alikuwa katika majukumu ya timu yake ya taifa, hivyo basi ndio maana kuweza kuwepo katika michezo hivi karibuni. Hivyo basi kwa hiyo tutakwenda kushuhudia jambo kubwa ambao utakwenda kutokea katika kile ambacho leo hii Chama atakwenda kukianzisha. Lakini kwa upande wa namba 11 anaanza Pacome Zouzoua Pedro, fundi wa boli, moja kati ya watu makini kabisa, watu muhimu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri na mwalimu amempatia jukumu la kuhakikisha kwamba leo hii wanaondoka na alama 3 muhimu pale Tabora kwa kile ambacho wameweza kukiwekewa mezani. Kwa hiyo leo kazi kubwa ni kuhakikisha kwamba Young Africans wanaondoka na ushindi wa kuweza kupata alama 3. Kwa hiyo hicho ndio kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ambacho kinaanza leo hii katika mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ikiwa ni mchezo wa marudiano dhidi ya Tabora United. Weka utabiri wako hapo, niandikie unadhani nani anaondoka na alama 3 kwa siku ya leo, ni kati ya Tabora United ama itakuwa kwa upande wa klabu ya